Bwana wabariki kutoka kwenye maskani umejaa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Na alipokuwa niko ofisini, nikamwona Bwana amekuja, na alipokuja aliingia ndani yangu. Alafu wakawa kama yeye, mimi ndio yeye. Akawa anaanza kuzungumza na kuonyesha maono. Nikaona ono moja kuu sana katika ulimwengu. Na kabla kuona ile ono nalisikia sauti Mungu akiniambia, kifaa, kifaa, kifaa. Kifaa, kifaa, kifaa. Dunia hii kitaona kifaa, lakini hakitakuwa kifaa cha kisayansi. Kuonekana kwake kama wataona kama duara sio duara, lakini wataona hali hiyo. Wataona hilo jambo, lakini ni kifaa cha kiroho ambapo Mungu anaruhusu sayansi ya ulimwengu wakione, satellite za dunia waone, kamera za ulimwengu zione. Naliona na namsikia Bwana akiniambia, naliona malaika 7 wanatoka mbinguni, wanaunda huo muonekano, lakini katikati atakuwa ni Yesu ameketi. Na hicho kifaa kitaizunguka dunia mara 7. Na kazi kubwa nyuma yake itakuwa ni kuchunguza kiwango cha dhambi. Na hiki ndio kilele cha mwisho cha uchunguzi wa Mungu mkuu. Ndio maana ataruhusu sayansi waone, wengine watatoa tafsiri tofauti, lakini nawaambia ni malaika 7 wamemzunguka Mungu mmoja. Wataizunguka dunia mara ya kwanza, wataizunguka dunia mara ya pili, wataizunguka dunia mara ya 3, wataizunguka mara ya 4, wataizunguka mara ya 5, wataizunguka mara ya 6, na wataizunguka mara ngapi? Ya 7. Na hii inafanana na ile ambako Yoshua alifanya. Aliuzunguka ule mji wa Yeriko. Lakini hii ni mwamba anaizunguka dunia. Na naliona na tazama, baada ya kumaliza mzunguko, wakati wanasayansi hawataona ule mzunguko wote, watakuwa wanatoa vipande tu, mara wataonekana upande huu wa dunia, kwa sababu hicho kifaa cha kiroho kitatokea kwenye anga ya dunia. Amen. Kwa anga iko anga ya dunia, iko anga za sayari zingine, lakini ni anga moja hii ya mbingu ya kwanza. Kwa hiyo kitakuja kwenye anga ya dunia. Sayansi itaona, lakini hawataona ule mzunguko wake. Watakuwa wanaona picha hapa, baadaye kinapotea. Watakiona upande mwingine, baadaye kinapotea, lakini kwenye anga ya dunia. Lakini katikati atakuwa Mungu mkuu Yesu. Atachunguza kiwango cha dhambi. Na baada ya hapo Bwana akaniambia, naliona anguko kubwa kuwahi kutokea la kanisa Katoliki la Roma. Amina. Naliona maanguko makubwa ya nchi za Ulaya Magharibi pamoja na Marekani na mataifa mengine ya Ulaya hata ya kaskazini. Niliona maanguko makubwa duniani. Niliona maanguko ya kisiasa. Niliona maanguko ya kiuchumi. Niliona kufilisika kwa mataifa. Niliona vilio vikuu duniani. Hali mbaya sana itatokea ulimwenguni. Hali ngumu sana itaikumba dunia. Niliona mambo mengi yakiendelea. Bwana akaniambia, ninakuja kuidhibitisha dhambi. Ninakuja mwenyewe kudhibitisha nini? Dhambi. Nikamwona Bwana yuko katikati ya safari ya malaika zake, akizungukwa kila kona, mwamba wa zama zote katika lugha ya kinabii. Nikamwona Bwana akifanya michoro yake, na akaniambia, tangaza jambo hili haraka sana. Akaniambia sababu kubwa, dunia imekubaliana na ushoga na usagaji. Sababu nyingine akaniambia, dola ya Roma imepitisha ushoga na usagaji. Dola ya Roma, kanisa Katoliki, wameikataa Biblia ya Mungu. Walianza tokea mwaka wa 325 kuunda falsafa ya theolojia isiyotokana na Yesu, na leo tayari wanajiandaa kupitisha mambo machafu ya ulimwengu. Bwana akaniambia, waambie na uwakumbushe, waambie nilisema mwenyewe kwamba yote yatapita, neno langu halitapita. Mwamba mkuu Yesu anakuja kuchunguza dunia. Mtasikia vyombo vya habari vya wanasayansi, mtasikia vyombo vya habari mbalimbali vya kimataifa, mtasikia Marekani, mtasikia Ulaya ya Magharibi, mtasikia mataifa mbalimbali ya Asia na Afrika, mataifa mbalimbali na vyombo mbalimbali duniani watatangaza kwamba kuna jambo la ajabu limetokea kwenye anga ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anakuja kuchunguza. Baada ya hapo kilio na kusaga meno.
Kwa nini? Kwa sababu Yesu anaachilia ujumbe wa mwisho wa dunia. Utatoka barani Afrika, kutoka katika nchi ya Tanzania kwenda mataifa yote ya ulimwengu, na hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kumzuia Yesu. Kwa maana akaniambia nakuja, na akaniambia toa unabii huu ili nikuthibitishe duniani. Ninakuja mwenyewe. Nakuja mwenyewe. Toa unabii huu ili nikuthibitishe duniani. Na huu nabii tutaupeleka kwenye vyama mbalimbali vya habari kuambia kuna tukio linakuja, na tukio hili Yesu tayari ameshatangaza kwamba ni yeye mwenyewe anakuja. Na hapa ninatamani jambo hili, wanasayansi mkishapiga picha tukio hilo, na waomba hiyo picha mniletee, alafu nitawaambia nini kipo ndani ya picha katika lugha ya kinabii. Nini kitatokea sijui, Yesu anajua. Mkishaipiga tu niletee. Waandishi wa habari, vyombo mbalimbali vya kisayansi, kishaipiga picha niletee. Asema mwamba wa Yesu. Shangilia mwamba wa Yesu. Amina, amekuwa.